Katika hatua inaonyesha kuendelea kwa jitihada za kidiplomasia katika Mashariki ya Kati, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amefanya mazungumzo ya simu na mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia na Misri, akijadili maendeleo muhimu katika mchakato wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani unaopatanishwa na Pakistan. Araghchi amezungumza kwa nyakati tofauti na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud pamoja na mwenzake wa Misri Badr Abdul Ati katika mawasiliano yaliyolenga kujadili hali ya sasa ya kisiasa na usalama katika eneo hilo nyeti. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mazungumzo kati ya Iran na Saudi Arabia yalifanyika mara mbili ndani ya kipindi cha saa 24, jambo linaloashiria kuimarika kwa mashauriano ya kikanda katika kipindi hiki cha mvutano wa kisiasa na kijeshi. Katika mazungumzo yake na upande wa Misri, Araghchi aligusia pia matukio hivi karibuni katika eneo la Asia Magharibi na athari zake kwa usalama wa kikanda. Siku moja kabla ya mazungumzo hayo, waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran pia alizungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar na Uholanzi, wakijadili masuala yanayoendelea kwa athiri amani na utulivu wa eneo hilo. Mazungumzo haya kidiplomasia yamefanyika muda mfupi baada ya Iran kuwasilisha kwa Pakistan majibu yake kuhusu pendekezo la Marekani la kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kuyakataa majibu hayo, akiyataja kuwa hayawezi kukubalika. Kwa upande wake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baqi amesema pendekezo la nchi yake lilikuwa la busara na lenye lengo la kutafuta amani, akilaumu upande wa Marekani kwa kushikilia kile alichokiita matakwa yasiyo na msingi. Akizungumza katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari, Baqi amesema Iran haijawahi kudai zaidi ya haki zake halali, akisisitiza kuwa msingi wa msimamo wao ni kukomeshwa kwa vita katika eneo hilo, kusitishwa kwa hatua za uharamia wa baharini dhidi ya meli za Iran na kuachiliwa kwa mali za wananchi wa Iran zilizoshikiliwa nje ya nchi kwa muda mrefu. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema hatua hizi zinaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko ya kidiplomasia, ingawa bado hali inabaki kuwa tete kutokana na tofauti za msingi kati ya pande husika. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.